Yes, Yusuf, mambo ni aje mdogo? Safi ndugu yangu. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Habari za masiku? Mungu ni mwema ndugu yangu, tupo tunapambana na masomo lakini pia kukimbizana na kasi ya maisha namna ambavyo inatutaka. Yes. Bana, tumekuja bana tuzungumze kidogo kupata uchambuzi na udavuzi kile ambacho kilitokea katika mchezo wa Kariakoo Derby ambao ulipigwa pale visiwani Zanzibar. Mara baada ya mchezo alizungumzwa mengi kweli kutokana na viwango vya timu hizo mbili, kwa maana Simba Sports Club lakini pia watani wao Young Africans ambao walikuwa wenyeji wa mchezo huo. Mchezo ulimalizika kwa suluhu ya bila kufungana. Lakini baadhi ya wadau wamekuja na maoni ya kwamba Simba Sports Club hawakuwa katika kiwango bora sana, isipokuwa ni Yanga ndio ambao hawakuwa katika kiwango bora. Si umenielewa hapo? Kwamba Simba Sports Club hawakucheza vizuri, isipokuwa Yanga hawakuwa kwenye kiwango bora ama hawakuamka vizuri siku hiyo. Unakubaliana nao kwanza kwenye hiki ambacho wamekizungumza baadhi ya wadau? Unajua nimekutaka urudie kwa sababu ni kama nilikuwa naona wewe ndio unakosea. Lakini baada ya kurudia akili yangu ikathibitisha kile nilichokisikia kwa mara ya kwanza. Nadhani ukisema hivyo utakuwa unawakosea Simba pamoja na Steven Becker. Kwa maana kwa nini tusiheshimu ubora wa wachezaji alionao? Kwa nini tusiheshimu kile kiwango bora ambacho aliweza kukionyesha kwenye mchezo dhidi ya Young Africans? Kwangu mimi ninachokiamini kwenye mchezo uliopita, Simba alikuwa na kiwango bora sana, na hata baadhi ya wadau upande wa Young Africans wamekiri hilo, ikiwemo pia msemaji wao Ali Shaban kama amekiri kwamba mpinzani wetu alikuwa na kiwango bora sana kwenye huo mchezo. Na of course kila mtu anaona huu ni mpira ambao unachezwa hadharani, kila mtu anaona. Kwa unavyosema kwamba Simba alionekana kuwa bora kwa sababu Yanga hakuwa kwenye wakati wake, manake unathibitisha hata kwenye nyakati ambazo Yanga anashinda mbele ya Simba, pia Simba hakuwa kwenye wakati wake, kwa maana hakuwa kwenye ubora wake. Hiyo ndo kauli pekee ambayo unaweza ukaitumia ili kuweza kutatua huo mgogoro. Lakini kwa maana ya kile kilichotokea, tunakubaliana kabisa Simba alikuwa na kiwango bora sana. Na toka mchezo unaanza Simba alionyesha hilo. Dakika ya kwanza hadi ya 15 Young Africans alikuwa nyuma ya mpira. Yaani Simba ndo alikuwa anaonyesha utofauti wa ile Simba ambayo imecheza mechi 6 mfululizo akiwa anafungwa na hii Simba ya Steven Becker. Kwa kwangu mimi nitampongeza Simba na Steven Becker kwa kiwango bora ambacho alikionyesha. Hii inathibitisha kwamba mwekeo alifanya vizuri sana. Ukirudi kwenye wachezaji wa Young Africans ambaye alikuwa anakosekana ni Pacome peke yake. Katika kile kikosi cha kwanza ni Pacome pekee. Lakini hata Simba kuna wachezaji walikuwa wanakosekana, kina Wilson Nangu, si ndio? Kina Abdallah Hamza na wachezaji wengine ambao hata walikuwepo msimu uliopita, kina Kip Dennis ambao ameondoka, so ambaye ametambulishwa na kupata nafasi ya kucheza. Lakini wamekuja wachezaji kwa muda mchache, dirisha dogo, tayari wameshaanza kuonyesha utofauti kwa kwamba viongozi wa Simba walikuwa sahihi kuweza kutuleta kwenye kikosi hiki cha Simba. Kwamba wanatuthibitishia kwamba wakati Jansha Lea anaondoka na baadhi ya watu wakiwa wanalalamika ya kwamba ndo alikuwa mchezaji bora msimu uliopita kwa idadi kubwa ya mabao, assist, kwa nini mnamwacha? Lakini tumemleta Ino Luemba ambaye amekuja kuonyesha utofauti kwa nini Simba alifanya hayo maamuzi. Kwa ukikutana na huyo mdau ambaye anasema kabisa Simba alionekana bora kwa sababu Yanga hakuwa kwenye wakati wake, kwanza lazima umuulize mara mbili. Kuna mpira wa namna gani ambao unauzungumza wewe? Ni huu mpira ambao wengi tunaona, sababu hicho ni kitu ambacho kila mtu alikiona. Na hata ukimuuliza shabiki yoyote wa Yanga atakiri kabisa Simba alicheza vizuri. Kwa nini tusipongeze huo ubora, viwango vya wachezaji na pamoja na maandalizi yao ambao waliyafanya katika kile ambacho alikionyesha, na tuanze tena kusema Yanga ndio alikuwa kwenye wakati wake. Kwa maana Simba alikuwa anaenda kucheza mechi dhidi ya Young Africans akacheza chini ya kiwango, si ndio alivyokuwa anamaanisha? Ndio alikuwa anataka Simba acheze chini ya kiwango, si ndio? Yaani Simba afungwe ili labda scenario yao wanaozungumza ni kwamba kutokana na labda kiwango ambacho amekuwa akionyesha watani wa Simba katika miaka ya karibuni, nani unasikia Dula? Maana yake tumezoea kabisa kwenye mechi 6 ambazo Simba amecheza na Yanga amefungwa, si ndio? Na ili timu ionekane bora ama Yanga ili ionekane bora ilipaswa kushinda, si ndio? Kwa maana yake unamaanisha hiyo timu ambayo ya kushinda imeshachaguliwa ni Yanga, iwe inashinda tu mbele ya Simba. Kwa maana Simba hawezi akacheza vizuri na akashinda mbele ya Young Africans, mbele ya Yanga bora. Mbele ya Yanga bora, Simba hawezi akajipapatua ama hawezi akacheza kwenye ubora wake na akashinda hiyo mechi. Ama ni wakati upi sasa ambao tutaamini kabisa Simba yupo kwenye wakati wake bora na Yanga kiwango chake kimeshuka?
Yaani kwa nini tusikubali kabisa maandalizi ya Simba alikuwa bora, alijua madhaifu ya mpinzani na ubora ulipo, then akajiandaa kulingana na huo ubora ambao aliusha uona kwa Young Africans na akajua madhaifu yake yako wapi. Kwa nini tusipongeze hizo jitihada za safu bora ya uongozi, kwa maana tukianza kwenye uongozi ama ukija kwenye technical bench, watu ambao wana uwezo wa kusoma mpinzani tabia na kila kitu alichonacho na namna gani sisi ambao tunapaswa kwenda kucheza ili tuwe kwenye ubora wetu na tusionyeshe yale madhaifu yetu. Lazima tuwapongeze hao. Kuna video analyst, kuna kocha msaidizi, kuna meneja wa timu, kila mtu anafanya kazi yake. Kwa hiyo kwa nini tusipongeze hilo swala la hata makocha wa viungo tuwapongeze. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani aliyekuwa anazungumza hivyo ni vile hujataka kumweka wazi, lakini wapo baadhi ya wadau wa mpira ambao wamezungumza hivyo na si vizuri kuwataja. Watu wakubwa kabisa ambao tunawaamini, ambao ndo wanatufundisha ama ndo tunajifunza kutoka kwao maana ya uchambuzi, si ndio? Mimi binafsi inawezekana wanaikosea Simba kwenye labda kuleta tathmini na kuchambua hiki ambacho iko wazi. Yani hao ni watu ambao wanatafuta engagement mitandaoni kwa ulazima. Najua nikisema hivi italeta mjadala ama watu watakuja kucomment, ndo aina yao watu, lakini kwa maana ya kila ambacho kimetokea kila mtu aliona. Unavyoniambia kabisa Simba hakuwa kwenye alicheza vizuri kwa sababu Yanga hakuwa kwenye wakati wake bora ama hakuwa kwenye kiwango chake bora. Manake hapo Simba yeye umeshaileti kwamba ni timu ya kufungwa mbele ya Young Africans. Simba ilifanya Yanga icheze vibaya. Kwa nini tusiseme kabisa Simba ndo alitufanya tukaona madhaifu kuwa ya Young Africans, kumbe Yanga ana madhaifu 1 2 3. Unajua kuna madhaifu ambayo uwezo ukaona dhidi ya JKT Queens, kwa maana JKT, uwezo ukaona dhidi ya KMC, kwa maana kwenye hizi timu kubwa. Yaani kuna madhaifu ya Simba uwezo ukayaona mbele ya Mashujaa, mbele ya KMC. Ili kuyaona inabidi akakutane na Azam FC. Akishafungwa tunajua kabisa Simba ana changamoto 1 2 3 kwenye eneo la kiulinzi na kwenye eneo la kushambulia, si ndio? Na ilitokea Simba amecheza na Azam FC akafungwa, tukaanza kuzungumza changamoto ambayo ipo kwamba Simba nakosa wachezaji ambao wanaweza wakawa wanapiga mipira nyuma ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Tulizungumza hilo na tukampongeza Azam. Kama tuliweza kumpongeza Azam mbele ya Simba ambayo ndo lamani ya mpira kwenye michuano ya kimataifa, inakuwaje hivi sasa tushinde kumpongeza Simba homework ambayo alifanya kumwendea Young Africans na alifanikiwa kwa 100%? Kwa nini tusipongeze hilo? Tunaanza kusema Simba alionekana ni bora sababu Yanga hakuwa bora, sababu Yanga alikuwa na mechi mbaya kazini. Na hapo umeshaiweka kabisa, ili Yanga aonekane ni timu bora ni lazima ashinde mbele ya Simba, kwa maana kuna nyakati ambazo Simba atajiandaa kwenda kushinda mbele ya Yanga. Kwa hiyo tubaki tu kusema kwamba kila mtu ana mtazamo wake pale ambapo anaangalia mpira na akili yake inavyochakata na jibu analolipata. Yes. Kwenye kila kitu unachokifanya kuna matokeo mawili, positive, negative effect.